Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alitangaza siku ya Ijumaa baada ya mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran kwamba Ufaransa itailinda Israel iwapo itashambuliwa na Iran. Rais huyo amesema iwapo Iran itaishambulia Israel kwa kulipiza kisasi Ufaransa ikizingatia mali zake na ikiwa katika nafasi ya kufanya hivyo itashiriki katika operesheni za kuilinda Israel. Macron alisema katika mkutano na waandishi wa habari. Alisema, "Nimeelezea utayari wetu katika suala hili." Macron alisema, akiongeza kuwa Ufaransa haina nia ya kushiriki katika operesheni yoyote ya kukera, lakini ikiwa Iran itafanya shambulizi lolote ndani ya Israel, basi tutashirikiana na Israel. Hata hivyo, baada ya Iran kuanzisha operesheni yake ya Ahadi ya Kweli namba 3 iliyoanza siku ya jana, basi Ufaransa wakati huu kupitia Emmanuel Macron anaomba kuitishwa kwa mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuzungumzia suala hilo, na wakati huu hataki kuelezea ni jinsi gani ataunga mkono Israel. Rais huyo wa Ufaransa wakati huu aliwahi kuwa na mabishano kati yake na Waziri Mkuu Benjamin Netanyahu hasa kuhusu suala la kulitambua taifa la Kipalestina, lakini ni jambo ambalo Benjamin Netanyahu aliliona kama vile Ufaransa ni miongoni mwa mataifa ambayo yameonyesha unafiki kwa Wayahudi. Hata hivyo, Ufaransa haikueleza kwamba inaonyesha unafiki dhidi ya Wayahudi, isipokuwa inataka suala la Mashariki ya Kati litatuliwe kwa njia ya amani kabisa, lakini hasa kwa kulitambua taifa la Kipalestina. Lakini wakati huu rais huyo wa Ufaransa, baada ya kuona mvua ya makombora ikinyesha ndani ya Israel, amerudi nyuma akiona kwamba njia pekee ya kuweza kutatua mzozo huu ni njia ya mazungumzo, huku akilitaka Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kuanza kujadili suala hili ambalo kimsingi limekuwa ni gumzo katika ulimwengu. Hata hivyo, mkutano wa Umoja wa Mataifa ambao umeandaliwa na Ufaransa na Saudi Arabia kufanyia kazi suluhu ya mataifa mawili kati ya Israel na Palestina uliahirishwa, lakini wakati huu rais huyo wa Ufaransa anataka ufanyike mkutano wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kuangalia ni jinsi gani wataweza kutatua mzozo uliopo wakati huu, kwa maana mzozo wa Israel pamoja na Iran. Vyanzo viwili vya habari awali viliambia Reuters kwamba mkutano uliahirishwa baada ya mashambulizi kwanza ya Iran nchini Israel kwa sababu njia ya vifaa itakuwa ngumu na kwa nchi za eneo kuhudhuria. Israel ilianzisha wimbi kubwa la mashambulizi ya anga kote Iran siku ya Ijumaa, ikilenga maeneo ya nyuklia ya Iran na kuwa safu yake ya juu ya makamanda wa kijeshi na wanasayansi wa nyuklia katika shambulio kubwa zaidi kuwahi kutokea kati ya mataifa hayo, huku Iran ikijibu vikali kufanya mashambulizi usiku kucha. Hata hivyo, Saudi Arabia pamoja na Ufaransa zilikubaliana kuwa ndio wataongoza mkutano katika kuhakikisha kuna kuwa na amani baina ya Palestina na Israel, huku Macron akisema kwa utaratibu mamlaka ya Palestina na mwanamfalme wa Saudi Arabia Mohammed bin Salman hawataweza kusafiri kutokana na kuongezeka kwa hali ya kijeshi katika eneo la Mashariki ya Kati. Hata hivyo, alisema kuwa mkutano huo utapangwa upya iwezekanavyo, lakini sasa lazima kuwepo na mkutano maalum wa kuweza kujadili swala hili ambalo linaendelea baada ya Iran kuanzisha mashambulizi ya kulipiza kisasi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.